asanteni sana. Moderator wetu, viongozi wa kanisa, rais, mtakiwa, viongozi, Bwana asifiwe tena. Mimi niko na furaha kuwa hapa siku ya leo, na niko na furaha sana kwa neno ile tumepata, kwa sababu sisi ni watu wa maneno. Asante kwa neno, na ile neno umetuongezea, nimefurahia sana. Ya pili, ningependa kusema sisi tuko hapa kama Chief Matiang'i. Mimi nilikuwa chama ya ODM ikasonga mahali hatukuwa tunataka, na tukatoka tukaenda Jubilee, kwa sababu yule mtu tulikuwa hatutaki. Si shati kama hii itawekwa jiki kuwe safi, ni ule, na ndiposa tukasema kwa sababu bado tuko pale, msimamo wetu ni ule, tutaenda mahali ya kufikisha ile maneno tulikuwa tunataka 2022. Sisi tulikuwa Raila Odinga na Uhuru Kenyatta tukifanya kazi, na bado tuko pamoja. Raila ndio ameondoka, Uhuru yuko, na tutasongesha hiyo gurudumu mpaka matakwa yetu ama maono ile tulikuwa tunaona yatimizwe. Ya pili, juzi mdosi wa Kenya ule mlichagua, alisema tufuate sera ama CV ya watu, track record. Nani ndiye za kwanza kuwekwa ndani wakati ya moto? Ni nani? Twende kwa Matiang'i, usiwe pale tuuze ile yetu. Matiang'i alipokuwa education, nafikiri nyote mtu wako na mtoto na yule alikuwa shule anaelewa ninasema nini. Kwa mambo ya security, vile moderator alikuwa anasema, I am a witness kwa sababu mimi ni Masai kutoka Kajiado. Chief alikuwa akiona mtoto nyumbani, anaita mkutano baraza, asiwekwe ndani ya Matiang'i. Hao watoto walikuwa Matiang'i ni wa Kisii, ni wa mlango yao, ni watoto wa Jamhuri ya Kenya. Alikuwa anataka wasonge mbele, na viongozi kama hao ndio tunataka. Sisi wafugaji, mnajua mambo ya security vile iko mbaya. Alipoketi kwa hiyo kiti ya interior, mambo ya vita yetu kwa sisi tukimbiana ng'ombe kuanzia Kajiado mpaka Pokot. Mshaisikia tena? Acha nimalizie. Mshasikia hiyo vita tena? Saa hii ndio naanza kusikia marisasi inapigwa. Juzi Safarati kwa pale Samburu ilikuwa inapigwa marisasi. Akiwa hapo Samburu. Wajameni, hiyo ni kitu ya kuchezea security ya Jamhuri ya Kenya. Ya tatu, mimi nataka kuongelea nyinyi watu wa mlima. Kwa sababu nyinyi watu wa mlima, hiki zinaenda iko hii Kenya, hii ndio mletea sisi. Sana mzuri tuwaeleze. Ama namna gani? Kwa sababu tuliongelesha nyinyi na Kioni, Kiswahili, Kizungu, tuliongea yote ikashindikana. Tukaambia Wajaluo ongeleshe nyinyi Kizungu mkakataa. Tukaambia Uhuru ongeleshe nyinyi Kikuyu mkakataa. Sasa nani analia? Wahenga walisema kosa si kosa, kosa ni kurudia. Hiyo duraku yenu mrudishe kutoa kizalani yenu. Kwa nini nasema hivi? Tunataka aperform. Tungekuwa na option ya kuchagua rais, ingechagua Masai ama Mkikuyu wa Kiambu kwa sababu ndio karibu na Kajiado. Lakini ninataka mtenda kazi ataamsha uchumi ya Jamhuri ya Kenya. Uhuru siku ile akisema tufuate Raila, Uhuru wako anataka twende tukaibe, alikuwa anataka uchumi ya Kenya iamuke. Na uchumi, ndugu yangu Fred, hao Kikuyu wamehara. Hao mimi najua wamehara. Wao nasema wamehara kifedha, uchumi wao umeharibika. Sisi Masai hatuna customer wawili, Kikuyu ndio wananunua mbuzi yetu na ng'ombe. Siku hizi unapeleka soko mbuzi, unarudisha nyumbani wa Kikuyu hawana pesa. Sasa Kikuyu atahara, tutauzia nani ng'ombe? So lazima uchumi iamuke, na wale watu tunatafuta kuamsha uchumi ni wale watu tuko na historia ya uongozi. Na mimi nawaomba wajameni, tushikamane. Ya mwisho, kwa sababu naondoka kanisa, tafadhali sana, vile umetuombea hapa tunasema asante. Ombea hawa masikio ifunguke na macho ifunguke. Ndio wanakula na tulazimishe
kuisha, lakini ukiwaombea masikio itoke ile kitu, wasikie sisi vizuri na waone viongozi wao, nafikiri Jamhuri ya Kenya itakombolewa. Asanteni, Mungu awabariki na muendelee.